Koma. Karibu ndugu mpenzi mtazamaji katika hichi hapa kipindi cha Mradi Koma. Huyu hapa si mwingine ni mshititi wa lugha au shina adhimu ya Kiswahili, Salim Mwanangwa wa Ahmad. Mabinti, mbona mnapendeza sana? Koma. Mnakamia. Koma. Asante. Woman power. Sawa. Bwana, leo mimi niko kwenye mjadala mdogo sana katika huu Mradi Koma juu ya dada wa kazi, dada wa nyumbani, wadada ambao wanakuwa wanatufanyia mambo mengi kama si kemkem. Wana hadhi ya kupewa kama binadamu, lakini pia wana heshima ya kuheshimiwa, ila wana nafasi nyingine ya kuweza kuhakikisha sisi mabosi wao wanatimiza ndoto zao zile ambazo wao wako nazo, kwa sababu wadada wengi wanatusaidia makazi majumbani wana ndoto zao. Sahihi. Ni kweli unachokisema. Kwa sababu na wao pia wapo kazini kama jinsi tunavyokuwa sisi tupo kazini. Ndiyo. Kwa hiyo pia wanapaswa watimize ndoto zao kama jinsi unavyosema. Well, lakini ndoto zao zinatimiaje? Ni kuhakikisha kwamba wanalipwa mshahara ambao utaweza kusaidia kutimiza ndoto zao. Kwa sababu wamekuwa kibeba majukumu makubwa sana kwenye familia zetu, tena kuliko hata sisi tunapokuwa kule kazini. Unakuta labda mtu anakuwa na duka, let's say akifika kule anakaa, lakini dada anafanya kazi nyingi zaidi. Wewe una dada nyumbani? Mimi nimeishi na dada, lakini mpaka sasa hivi siwezi kusema kwamba ni dada. Naishi na mdogo wangu. Oh, mdogo wako. Huu mshahara mkubwa unaosema unampa? Of course namfanyia kila kitu. Yeah. Mary, una dada nyumbani? Ana haki za msingi ambazo anastahili kupewa. Kuna wakati nahisi kama hata ninavyomtendea labda haitoshi. Ndio. Kutokana na nafasi ambayo ameibeba katika familia yangu. Ndio. Mara nyingi nakuwa niko nje ya nyumbani. Yeye ndo anahakikisha watoto wamekula, Ndio. watoto wameoga, wanafanya homework na wanalala kwa wakati. Ni zaidi ya mke, ni zaidi ya mama, ni zaidi, yaani majukumu yake ni makubwa sana. Ndio. Kuna wakati huwa ukisema zaidi ya mke, maana yake anaweza akawa faragha na baba nyumbani, au zaidi ya mke kwa zaidi ya mke ni kwamba watu wengi wamekuwa na dhana kwamba majukumu ya mke ni kulea familia. Ndio. Lakini wanasahau kwamba yule dada wa kazi majukumu ambayo anayafanya ni zaidi ya ile familia yenyewe. Yaani kwa maana kwamba majukumu aliyopaswa kuyafanya mke anayafanya yeye. Dada. Ni sahihi? Majukumu ya mke nyumbani afanye dada wa kazi? Yes, katika Sio kusaidiana. Kasema yes, umesema sio sahihi. Yes wapi? Okay, yes katika engo ya kupika chakula. Yes katika engo ya kuwafulia watoto nguo. Ndio. Ila nguo za mume najua kwamba unapaswa wewe kumfulia mume wako. Ndio. Kumwandalia chakula wewe ndio unapaswa kumwandalia. Ila naongelea majukumu yale mengine ambayo ungetakiwa kuwafanyia watoto wako, lakini anayafanya wako watu ambao dada wa kazi wanafua mpaka nguo zao za ndani. Yes, hiyo ni kweli. That's very bad. Yes. Kwa hiyo yes kufanya hivyo? Hapana. Hiyo wanakosea. Yes for what? Kwa sababu mimi naamini wakati nakuwa najifunza, nilikuwa nikioga, ni lazima ile nguo yako ndani unaifanyia brush ya kuogea. Nimejikuta mpaka sasa hivi ninavyokuwa ndivyo hivyo. Kwa lazima ninaogea nguo haiwezi kuchakaa ile kuogea nguo ya ndani. Bakteria na nini kuchaka. Sio unakuwa umeifua. Naona mambo ya kizamani sana. Mambo eti unafanya nini? Unaniaibisha. Yaani mpaka leo kwa hiyo nisikilize, sina maana hiyo, na maanisha ya kwamba wakati nikiwa nafanya vile ndo imenijenga mimi. Kwa hiyo lazima nifue. Mimi kwa kweli siwezi kurundika. Lazima nifue, yani kabla ya kufanya chochote unafua ndo naoga. Umesema no. For what? Majukumu ya mke yanatakiwa kubakia kuwa ya mke. Ndio. Na majukumu ya dada wa kazi inapaswa kubakia kwa dada wa kazi. Ndio. Mimi nikiolewa, mume wangu hawezi kupikiwa chakula na dada wa kazi. Ndio. Hata kuna kipindi nilikuwa Ala, haujaolewa? Sijaolewa. Na jimbo lipo wazi. Jimbo. Umecheka namna hiyo. Okay, tuache hayo. Ndio. Natamani kuwa mke. Kuyaacha moja kwa moja itakuwa muhali, lakini tuache kuolewa, tuendelee na mada. Lipo wazi. Najua unaendelea kulambaza nami na unapata maarifa stahiki. Niko na Sister Mary hapa. Jimbo lake liwazi. Naam. Okay, my point was ndio
Ukiolewa nikiwa dada mke, siku hawezi moja kufanya- nikiwa mke, ndio. sitaruhusu dada afanye yale majukumu ambayo mimi natakiwa kumfanyia mume wangu. Misha amesema dada anataka kupika chakula. Dada kwangu mimi kama nitakapokuwa mke, nitakapowekwa pete kwenye hichi Ni kidole. proposal hii unaituma. Sitaruhusu mume wangu wale chakula. Litumie cha jukwaa dada. hili vizuri bwana. Ni proposal hiyo. Ndio. Sitaruhusu dada hapike chakula cha baba. Sitaruhusu dada hashike nguo ya mume wangu. Ndio. Sitaruhusu dada aingie chumbani kwangu. Ndio. Hizo ni huduma ambazo mimi kama mwanamke Napaswa kuzifanya. Hata Haijalishi ukiwa una mna uharaka kazi. vipi. Sasa umetofautiana Sina kazi. nini na mimi? Vyote viko sawa kama mimi nilivyosema. wewe Let's say umesema umesafiri. haipo dada, sawa. Ngoja kwanza. Kama umesafiri. Haipo sawa. Ina maana kwa hiyo mume wako hata nani dada hawezi kupika chakula kampa mume wako mume ukiwa wangu hawezi umesafiri. kula chakula cha dada. Kwa hiyo kama ukiwa umesafiri wewe hauko Atakula hata itakuwaje? huko restaurant or whatever, lakini hawezi kula Si nyumbani. chakula cha dada. Nilishawahi kuishi na mwanaume, Ndio. Miaka Akala fulani. chakula cha dada na dada mwenyewe. hajawahi kula chakula cha dada hata siku moja. Ndio. Nilikuwa ninafanya kazi lakini sijawahi kukosa muda wa kumwandalia mume wangu. Dada anakuja pale ili mtoto Na anapotoka bado mwanaume shule. akaondoka asichukue. Mwanaume hajaondoka bwana. Sijawahi kuachwa. Sina Kumbe nyota ni hiyo. wakati ukuta. Sasa nataka nijue kitu kimoja ambacho iko wapi kasi ya wadada hawa wa kazi wanaotusaidia nyuma jumbani mpaka wanaingia shonde ya roho ya kwamba ima afanye madhara aondoke au afanye chochote kile pale. Sababu si ghali sana kitu ambacho kinafarikisha kati ya mwili na nini, kutenganisha mwili na roho ni kitu kama 300 hivi. Kwa nini wanakuwa wanapata hii roho? Ujasiri huu wanaupata kutoka na wapi? Kutokana na aina ya maisha ambayo unaishi nayo nyumbani. Watu wengi wanaochukulia wasichana wa kazi kama ni mtu tu aliokotwa. Ndio. Ana familia, hana ndoto, ana future. Kwa hiyo unapomchukua msichana wa kazi, watu wengi wamekuwa na ile dhana ya kumtreat msichana wa kazi kama msichana wa kazi. Wakati msichana wa kazi ni binadamu mwenye matamanio. Ndio. Ni binadamu mwenye hisia. Na ni binadamu mwenye ndoto. Pengine kwenye akili yake siku moja anatamani kuwa mtu fulani. Haya matamanio na hisia unazungumza kwamba kila Jumapili apewe ruksa aende au hata ikibidi apewe ruksa aende. ikiwezekana. Kwa sababu wengi wanakuwa wanafungiwa majumbani. Hawapewi muda wa kwenda kurefresh mind zao, kutoka labda naye akatafute awe na mtu wake. Mishi. Uko wapi ushauri wako vijana wengi ambao wana balee? Mazoezi yao huwa wanajifunza kwa wasichana dada wa hawa kazi nyumbani. Ushauri wako uko wapi na wanakuwa wanakosea wapi? Wadada wa kazi au vijana? Vijana wetu majumbani, mazoezi wanajifunza pale. Hiyo ni kutokana na tuseme ni katika ukuaji. Kigagaziko. Huwezi kuzuia watoto wakishakuwa kwenye ile foolish age, unajua Kwa hiyo na pale ni salama kwao. Si salama. Si salama na inazuilika. Na inazuilika. Kusema haiwezi kuzuia ni uongo. Si salama na ukiwa kama mzazi unaweza kuzuia. Kukaa kuzungumza na kijana Ongea wako, na mtoto ukamuelewesha, ukamwambia kwamba hiki hakifai, hiki misingi yake ni hii na hii na hii. Yes. Yaani kuna mpaka kati ya mtoto na mdada wa kazi. Na wadada wa kazi kutokupewa muda na nafasi ya kutoka, nao pia ndio wamekuwa sababu ya kuharibu vijana wetu kwenye hilo. Boundaries. Yes. Wanakuwa Mimi kiukweli niko tofauti kidogo. Mimi katika maisha pengine nakosea, I don't know. Lakini ninapoishi na msichana wa kazi akiwa ni mdogo kiumri zaidi yangu, huwa namchukulia kama mdogo wangu. Kwa nini? Nina mdogo wa age hiyo nyumbani. Okay. Siwezi kumwambia mdogo wangu kwamba leo Jumapili najua utakuwa una hisia, nenda kafanye. Ila naweza kumwambia kwamba maisha yako hivi hivi hivi. Wanaume wako hivi hivi hivi. Ukiweza kujikinga jikinge, ukishindwa tumia kinga. Lakini siwezi kama dada wa nyumbani. Listen, hiyo inategemea. Sikiliza bwana Salim, sikiliza. Hiyo inategemea kwa huyo ambaye ni mdogo. Ila kwa wale wakubwa huwezi kumwambia nenda ukafanye. Wanakuwa kuna baadhi wana ndugu au kuna rafiki anafanya sehemu nyingine, wanajuana. Unaweza kumwambia nenda kasalimie. Yeye mwenyewe atajua anafanyaje. Lakini huwezi kumwambia tu direct kwamba okay, leo nenda kafanye hicho. No, huwezi. Ukimwambia nenda kasalimie, ukimwambia nenda kasalimie,
kama haujampa ile elimu, pengine hiyo siku ambayo wewe unamruhusu akasalimie ndio siku anaenda kupata gonjwa la ukimwi, anakwenda kupata gono. Sasa kama kuna mtu ambaye ni mtu mzima, tuache kuongelea mdogo, kuna wasichana wa kazi ambaye wengine ni wakubwa kushinda hata wale mabosi zao. Yupi bora kati ya dada wa kazi mwenye umri kiasi na yule mkubwa? Nafikiri mwenye umri mdogo ni mzuri zaidi, tukija kuna engo ya Mary ya kusema kwamba unamcontrol na kumlea kama mtoto wako. Utahakikisha kama malengo yake yatatimia baadaye. Of course, yeah. Nina ushahidi, kuna watu ambao wamekaa na wasichana wakiwa wadogo mpaka wamekuwa wamewafungulia biashara. Kuna wengine mpaka wamefikia hatua anataka kuolewa, wakawafanyia masherehe makubwa kama vile ni mtoto wake. Tatizo huwa linaanzia wapi? Kuna clip zinasambaa, tunaona vitu vingi sana. Ima dada wa kazi kaondoka na watoto nyumbani, au kamweka mtoto kwenye friji, au dada wa kazi huwa hata akipika huwa anafanya vitu vya aibu pale nyumbani, na kibano akiulizwa anasema hii nitakuwa mara yangu ya 6, bodaboda ndio nani. Tatizo linakuwa limeanzia wapi? Ubize wa hawa wenye nyumba au vipi? Nyumba imejengwa kwa gharama kubwa sana, inalindwa na security kubwa sana. Mtoto pia anasoma shule ya gharama kubwa sana, lakini dada anaolinda nyumba na mali zake, hata fedha yake hairidhishi. Tatizo huwa linaanzia wapi? Hapo au wapi? Mfumo wa maisha. Yani binadamu tumejiwekea kwamba kiwango cha msichana wa kazi ni 50,000. Tunasahau kwamba yule pia ni binadamu. Mimi nikikwambia 50,000 hii hapa sasa hivi, nikitoka nje huna ile 50,000. Maisha yamepanda, gharama za maisha zimepanda, na kazini kila mwezi wa 5 sijui wa 7 watu wanaongezwa mshahara. Lakini watu wamesahau kabisa kuhusu msichana wa kazi ambaye ana play part kubwa sana kwenye maisha yetu nyumbani. Alafu na wasichana kazi ambao wanaishi kwenye hiyo nyumba, ambaye anajua matumizi yanayotumika. Sometimes kuna wengine wanasikia, wanajua hata mishahara mabosi zao wanapewa. Kwa hiyo anaona kwamba mimi nafanya kazi, wanapewa mshahara mdogo, wanasononeka. Ana majukumu naye makubwa kwenye familia zao huko. Pesa haitoshi. Ndio hiyo inapelekea anaondoka. Au wakati mwingine ni mabosi zao, wanawake wengine wanakuwa wana roho mbaya. Hawaishi vizuri na wafanyakazi wao. Hiyo pia inakuwa ni sababu. Meshi, leo umependeza sana. Na sijui ilikuwa special ilikuwaje, lakini nataka unijibu ili swali kwa utashi sana. Mwanamke huyu ana dada wa kazi nyumbani na anaumwa. Kazi ya mwisho ya mzee kusaidiwa ni ruksa dada wa kazi akamsaidia? Kazi ya mwisho kama ipi? Mbona mnarudisha nyuma bwana? Mary, sio ruksa. Mimi nikiuma mfanyakazi hawezi kugusa jukumu lake. Umezaliwa mwaka gani? Naumwa, niko taabani. Na mwenzangu hakuja kufanya kazi hiyo. Amekuja kufanya kazi kunisaidia kwenye usafi. Hajaja kufanya kazi. Sio hawezi, haiwezekani. Amekuja kusaidia kazi. Na kwanza nitakuwa naumwa nini, kichwa, mafua au nini? Ndio naumwa mimi. Itategemea naumwa nini. Ruksa kusaidia kazi ya mwisho? Hapana. No. Ni big no. Yes. Kwa namna yoyote vile. Haiwezekani. Iwe itakavyokuwa. Hamna. Piga ua. Piga ua garagaza. Sasa huyu binti ana ujauzito na anafukuzwa aondoke. Lakini bahati iliyokuwa mbaya, hawezi kuondoka kwa sababu damu ni ya kwenu nyumbani. Na si ya mtoto wako wa kwanza wa kiume, ya baba. Tunafanyaje? Tunazika, tunasafirisha? Tunazika. Tunazika. Tugawane majengo hapo. Ya serikali. Imekuwa ina kigagaziko. No, hamna kigagazito. To be honest, mimi yani ikitokea kitu kama hicho, kiukweli sidhani kama kuna ndoa. No. Dada anakuwa amepiga kwenye mshono. Mimi sitagombana na dada. Dada hana kosa lolote. Mwenye kosa ni yule mtu wangu, kwa sababu lazima niambie why. Yani nikijiangalia na msichana wa kazi alikosa nini kwangu. Mimi nitakaedili naye na kugombana naye ni mume wangu, na sio yule msichana wa kazi. Ikiwezekana, kwa mimi ninavyojijua, mimi nitaondoka au niwaache na msichana wake wa kazi. Hili swali ni aushi na au mume na msichana kazi waondoke, waniache na watoto wangu pale. Mimi siwezi kumwacha mume wangu kwa sababu ya msichana wa kazi. Sawa, wacha niwaambie watazamaji. Anasema hawezi kumwacha mume wake sababu ya dada wa kazi nyumbani. Hili swala ni aushi na adhimu. Kwenye kikao cha mwisho cha wanaume, sijui tulikubaliana vipi, nimesahau. Hujamaliza msichana wa kazi ambaye amepewa ujauzito na mume wake. Yes. Ndio nasema kikao cha mwisho, sijui tulikubaliana vipi, nimesahau faili lake, lakini mtajaribu kuniambia kwenye 100 kuna 9 ngapi.
Narudi kwenu watoto wa kike mliopendeza leo. Na mna thamani kubwa sana zaidi ya mali ya Farao. Kwa maneno hatukuwezi. Bwendi Shakuzoea. Shanizoea. Alisema yeye akimsifia mwanamke utalala. Unaweza ukalala. Mweza mshaanza kusikia usingizi. Mishi kaanza kulembua macho. Unajua mimi huaga naona mwanamke akilia kama hasara kubwa inapatikana. Chozi litoke lipite kwenye maskara, litoke lipite kwenye wanja. Kwenye moyo linatokea beauty blender imefanya kazi alafu lipite, powder inatoka. Lipstick ya ghali. Namna gani bwana? Wewe je, kumuuliza mwanamke? Mimi mwanamke analia vipi bwana? Mimi Salim. Wewe Darida, sema Tanzania na kitambo kama logo. Hivyo vitu nazma. Sasa Mishi, narudi kwako, nataka nikwambie kwamba wako dada wa kazi hawa wa nyumbani ambao ni wachawi. Wachawi. Kuna movie moja nilifanya inaitwa Kisogo. Ile ulicheza na Wema? Wema Abraham Sepetu Mng'aro. Yes, yani. Ile ambayo mtoto anaumwa sijui. Yes. Okay. We cannot figure it out what's going on with your daughter. We did all investigations. We did CT scan, X-rays, lab test, ultrasound, but everything comes normal. So now we are helpless. Briona haiumi. Dokta, ukisema haumu una maana gani? Una maana gani? This is the second day tunamleta Briona hapa. Ndio mwanangu hajitambui, dokta. Sijui namfanya nini. I don't know what I'm doing with my daughter. Unaniambia Briona haumwi. Umemwona hali yake? What is wrong with my daughter? Mtoto anaumwa, hatuelewi nini anaumwa. Lakini dada wa kazi alivyobanwa vizuri alisema kwamba bibi yake huwa anakuja nyumbani na anasaidia baadhi za kazi, na yuko mtoto kwenye mfumo wa kafara. Muda sio mrefu watamtoa kafara. Jesus. Dada wa kazi ni mchawi. Mimi naongea mpaka nasimka, mimi naogopa. Wewe uogopi? Nataka nijue wewe ni nani. Nene Nkoyoyo wa Bisongoyo. Lishine sikuzani waleko. Nkena wote. Mimi ni mchawi. Wakati wa usiku, bibi yangu wa kila siku anakuja kwenye hii nyumba. Tena sio peke yake. Anakuja na wenzie. Vile vyakula anavyosema visimu wako. Nene, uko hawikira kwa sababu anakuja kula. Kuna muda mwingine hapa sebuleni tunapokaa kuangalia video. Tunapageuza panakuwa maji. Kwa ajili ya kufanya vikao vyetu. Naomba unisamehe sana. Lakini kuna muda itabidi niwalishe nyama za watu. Kutokana na matakwa ya wakulu. Nile na muona. Ewe manga sana. Muona bali bonzi wako. Wakulu wako njiani wanakuja. Utajiongezea matatizo wakiendelea kukuta. Naomba nenda kalali. Naomba uniambie kuhusu mwanangu. Nimekuambia mwanao haumwi. Tena hana ugonjwa wowote. Lakini amechaguliwa kwenye himaya ya wachawi wa kijiji cha Munga. Na kesho ni Jumatano. Ifikapo Ijumaa saa 10. Mwanao atakufa. Mjomba, huyu ndio yule tajiri wangu nayekaa naye mjini, naishi nyumbani kwake. Aha. Karibu sana mjomba. Asante, mimi nashukuru. Nashukuru sana. Kwa kifupi kama alivyoelezea Shukuzani, na mimi ndio naishi naye mjini. Na kwa sura nyingine tunaishi vizuri sana. Kufika hapa ni kwamba
mwanangu anaumwa sana, lakini jitihada zote zinagonga ukuta kwa namna tunavyokwenda hospitali jaribu kulitizama tatizo, lakini hatuoni. Kwa nikaona tu ni vyema nifike kwenu ili tuweze kulitizama kwa sura nyingine tena. Mbona sikuelewi? Ule haki sikuelewi kabisa. Mimi ndo naishi na mjukuu wa bibi mjini. Mjukuu wake alijaribu kunieleza mambo yote kuhusiana na bibi yake pamoja na wenzake. Kwa hiyo ndo nimewakabili niombe radhi kwa ajili ya wamwache mwanangu ya. Kwa hiyo mkuje kuomba radhi hapa kituo cha polisi? Hapa ni kwa ajili ya kuandikishana tu kwamba hawatafanya hivyo tena. Hicho unachotaka kukifanya unakijua? Yaani unadiriki kumuita shangazi yangu mchawi? Huyu mama huoni kwamba ni mama mtu mzima? Wewe umetoka wapi wewe? Dar es Salaam. Sasa umetoka Dar es Salaam kuja kufuata mambo ya uchawi hapa? Unafuata mambo ya ushirikina? Wewe unaonekana msomi, umesoma, alafu unaendekeza mambo ya ushirikina? Mkuu wao amekubali, lakini Walego, huyu bwana achana nayo. Sisi wenyewe tumekuja hapa na wenzangu hapa kwa kumridhisha tu, lakini mzimu wetu wa Magu na ahadi yetu iko pale pale. Hebu toka. Nenda. Nimekwambia ondoka. Unisikii? Nimesema toka. Mimi siogopi kwa kuwa imeshanikuta tayari. Dada wa kazi mchawi. Yaani hivi kwanza ilikuwa ni Umeme story ya kweli au ilikuwa tu ni story? True story. Umeme ukikatika ile kandili kama umeme ukikatika ile kandili kama ukiipandisha hivi inashuka. Unaweza ukalia usiku mpaka ujivishe kidogo. Dada wa kazi ni mchawi. Na hii kwenye majumba mengi sana inawaghalimu watu. Inatokea kwa majumba mengi sana, mimi pia imewahi kunitokea. Ukilala ukirudi kama wewe umechoka, umelala tu, pote na mbali mchawi kwenda kwenye komentari na nini. Pesa haikai, watoto wanaumwa kila siku. Amani ndani ya nyumba na mume wako hakuna. Na nyumba za namna hiyo unaweza ukapata mfano huu. Leo nakwambia hata kwenye nyumba yako ukipita kama tandabui hivi au umekaa kama kabati limelia hivi. Dada wa kazi. Nafikiri watu wanapaswa kuomba sana Mungu kumtanguliza. Tunamweka kipengele gani huyu? Shetani ametawala dunia. Na kila siku kwenye vikao vya wachawi wanabuni mbinu mpya ya kuweza kuangamiza dunia. Na kitu rahisi ambacho wamekuja kugundua kwa sasa hivi, mtu pekee anayeweza kuingia ndani ya nyumba yangu ambaye sio mtu baki na nikaishi naye kama ndugu yangu ni msichana wa kazi. Mtu pekee anayeweza kunipikia chakula nikala bila wasiwasi wowote ni msichana wa kazi. Mtu pekee anayeweza kumpa nguo zangu anisaidie kufua ni msichana wa kazi. Kwa hiyo wameweka roho ndani ya wasichana wa kazi wengi na wamewafanya mawakala, wamewasambaza katika nyumba za watu. Kiukweli yanayotokea nyuma ya pazia tukiwa hatupo ama usiku tukiwa tumelala yanatisha. Mimi niliwahi kurudi nyumbani usiku saa 8. Kikao cha aliniambia dada wa kazi kwenye ile sinema kwamba usiku hii sitting room sisi tunafanya ndio kikao chetu hapa. Ndio wanapokutania. Nyumbani. Ndio maana mimi nilikuwa nasema kwamba kwanza ni kuwa wacha Mungu. Usiogope na ukarudi nyumbani ukamfukuza. Yes, kuwa wacha Mungu. Alafu pili, nafikiri kitu rahisi kinaweza kutusaidia ni kuwa karibu na hawa wasichana wa kazi, kuwa marafiki. Na cha tatu ni kuweka hata hizi kamera, unaweza ukaweka jikoni, wapi sebleni. Hizo pia zinasaidia hata unapo uchawi na akiamua la kwake hata uke kamera 10 wewe. Kama unaathirika tu. Basi ni kuwa tu na urafiki nao, kutokuwekea kujikomba, kujichekesha. Yes, kunawa bila maji kwa. Inaweza ikasaidia hata kama anataka kukuzuru au kufanya kitu kibaya, ye mwenyewe nafsi itamsuta, ataona hapana, nimeishi na watu vizuri. Na wengi wenye kufanyiwa hivyo unakuta ni wale ambao wana watesa wale wasichana hivyo. Na kikubwa tu ni kuwa na hofu na Mungu, kuomba msichana anapokuja,
anapokuwepo nyumbani kuwe kuna ibada watu wao wanafanya kuomba sana, hiyo inaweza ikasaidia. Mimi na ushuhuda mmoja, nimewahi kurudi nyumbani usiku saa 8, natoka kwenye shughuli za shooting. Ndio. Nilivyorudi nimechoka na usingizi, yani mpaka nasinzia. Saa 2 asubuhi natakiwa tena set. Nikaenda kuoga, naoga bafuni lakini nimefumba macho. Wakati naendelea kujisafisha, ukamwona mbele yako. Nikamwona nyoka bafuni kwangu. Nyumba yangu jinsi ilivyokaa na mazingira ya nyoka, chumba changu ni chumba cha mwisho, yani haiwezekani hata iweje. Labda hawe ametoka kwenye. Wewe ulimwona nyoka, mimi nilimuona ndege huyu wa kuruka chumbani kwangu. Chumbani, imagine ndege anatoka wapi? Unaona? Kwa hiyo nilivyomwona nyoka alikuwa ni mdogo. Amejifanya kama amekufa. Amechill. Nikasema no. Mbona kama nimehisi kuna kitu? Nikamwagia maji kachill. Miss Kaya. Nikamwagia maji kachill. Nikasema hapana, hii taa huko kama anakula selfie hivi. Haitoki. Haitoshi. Ngoja nichukue simu nije nimulike vizuri, nimrekodi ili nikimsimulia mtu aweze kuamini. Ukarudi au hujamkuta? Nikatoka ndani, narudi sijamkuta. Baadaye nitakupa habari yake. Nakuja kumtafuta, namkuta yuko chini ya ndoo, yani sehemu ambapo pako flat, yuko chini ya ndoo. Na alipotoka chini ya ndoo akaanza kunifuata like. Subiri nikupe advertise sasa. Nikupe advertise. Kwanza aliingia bila tafsiri ameingiaje? Halafu wakati hujapata majibu sahihi akaingia chini ya ndoo. Kwanza pale halipokuwa hajifanya, yani nyoka aniigizia, hajifanya kafa. Anakuletea usanii. Anakuletea usanii kwa nyumba la sanaa. Ile ilikuwa bahati mbaya, ungeinama kumhakikisha kafa kweli. Wewe ndio ulikuwa unang'oka hiyo. Alafu kuna viumbe ambavyo vimeonekana ghafla ndani ya nyumba huwa vipigwi kabla ya maombi. Nilisema katika jina la Yesu. Na nataka nikwambie sasa. Na nakupa katika huu mradi Koma, kiumbe ambacho umekiona ghafla hivi kikiwa kina udogo wa aina yoyote ile, lakini kama kina mashaka hivi, kimeingiaje, imekuaje, huwa vipigwi viumbe hivyo mpaka uombe. Ukifanya masiara unaweza ukaondoka nacho hicho. Nakupa hiyo kwenye mradi Koma, kama ulikuwa huna chukua. Naendelea kurambaza nami uweze kupata maarifa sahihi. Tunafahamiana vizuri sijui? Kwa hiyo kamfanyaje sasa hivi? Amfanye nini? Nyoka anamfukuza. Nikamwagia dawa za chooni. Wewe unamjua vizuri huyo. Nilimwagia dawa za chooni, zilikuwa kama aina 3 tofauti. Likatokea povu moja kama hii hapa. Likamzingira ile nyoka. Nikasimama kama dakika 40 kuona kama anatoka. Usituongopee, ulikuwa pale pale au mbali kidogo? Choo changu ni kirefu. Na ukumuita mtu yote. Usiku saa 8. Okay. Nilichofanya nilimpigia Masai. Tuna Masai nyumbani, nikampigia aje kunisaidia, Masai akawa patikana. Kitandani chumbani kwangu amelala mtoto wangu. Ndio. Kwa hiyo there is no way nikatoka nje kumtafuta Masai nikamwacha mtoto. Sijui kama nyoka ataamka ama yuko na wenzie ama la. Kwa hiyo nilisimama pale kwanza nione kama leo ndo hatima yangu, acha inikute mimi before haijamfikia mtoto. Nikajikuta nina usingizi mzito. Wewe ni mama hodari sana, hongera. Yeah, thank you. Nikajikuta nina usingizi mzito, nikasema ngoja niende kitandani nikapumzike kidogo, nitarudi kumtazama. Povu limeisha bado. No, liko vile vile. Mary haupo serious. Wallahi. Kwa hiyo muache nyoka pale uende ukalale. Usingizi niliokuwa nao Mishi siwezi kukuelezea. Okay, sasa hapa ndo naweza kuelewa kwamba ni mazingara, kwamba kwa nilikwenda kitandani ili nipumzike miguu, nilichoka kusimama ili niende. Bwana, unajua wewe katoka wapi? Mbona hujamuuliza? Arusha, mtoto wa Arusha au wapi? Kwa nini Salim? Si kawaida yako leo. Kwa nini? Kwa nini leo imekuaje? Kapendeza sana. Hapana, Mishi namna hiyo. Tunajua jimbo liko wazi lakini sio kwa staili hiyo bwana. Nataka uniambie kitu mambo ya mradi Koma hayo. Ndio. Waacha waendelee kurambaza nasi. Swali la mwisho kabla kwenda kuifunga imada, ni mada ndefu sana na haiwezi kuisha kwa haraka. Haiwezi, Lakini wakati nakwenda kuifunga imada nataka uniambie kitu kimoja. Msichana wa kazi ana right zipi kwa mtoto, ima wa kike au wa kiume, kwenye kumwogesha, kumnawisha na hata kumshika katika muungo yake nyeti? Inategemea na umri wa mtoto. Inategemea na umri wa mtoto. Inategemea na umri wa mtoto, lakini kwa mimi mtoto wangu alipofikisha miaka 5 nilikaa naye chini nikazungumza naye. Kwamba marufuku mtu yoyote. Kwamba ni marufuku mtu yoyote. Hata kama ni baba yako. Hakuna mtu anaruhusiwa kukufungua wewe panti yako na kukushika eneo zako za siri. Mimi pia nitakushika pale ambapo
pengine nataka nikusaidie unaumwa, ama nataka nikusaidie kuna kitu umeona lashes kwenye mwili wako, just come and tell me. Madereva wanarudisha watoto nyumbani, hawa wana mambo sana. Hatari. Nakwambia nenda nyumbani hivi akawa. Kwa hiyo zile private parts ni vizuri kuongea na mtoto kwamba asiruhusu mtu yeyote amshike, akiwemo msichana wa kazi, kwa sababu wasichana wengi wa kazi ndio wanaowafundisha vijana wetu na ndio wanaokuwa wapenzi wa kwanza wa vijana wetu. Ukiuliza watu wengi mtaani, ukuta msichana kazi labda alishaathirika, imagine mtoto anapata hivi. Huyu hapa ni Salim mwanangu Ahmad, mshtiti wa lugha aushi na adhimu ya Kiswahili. Gabo Zigamba ndo jina la kutafutia riziki. Ni balozi huyu. Endelea kurambaza nami ili uweze kupata maarifa sahihi. Nikirudi tena katika meza hii nitakuja kukuambia hawa wadada wa kazi wakienda Oman, Qatar, Saudi wanapata tabu sana, wengine wanakufa na wanafanywa vibaya sana. Lakini katika huu mradi Koma niko hapa kwa ajili ya kuweza kutokomeza hili. Nilikuwa na vijana, mtoto mzee Mzerai na mtoto mzee Mteme. Asante, endelea kusubscribe, usiache comment na kushare.